na ni uweza wa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni neema kuiona siku ya leo. Jamani, Bwana asifiwe. Ni neema kuiona siku ya leo hii nzuri na ya baraka sana. Kwa hiyo naomba tukajifunze neno la Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Tukajifunze neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Yeremia 23 mstari wa 23, na kichwa cha somo naomba uandike kichwa cha somo, andika Mungu yu karibu sana. Mungu yu karibu sana. Kichwa cha somo andika Mungu yu karibu sana. Unaweza ukaongezea kile kiwakilishe yu karibu sana na mimi. Mungu yu karibu sana. Andika tu hivyo, Mungu yu karibu sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni maswali mengi na ni namna nyingi ya kuabudu huwa inatokea kwa watakatifu wa Mungu. Kuna majira wanaposogea mbele za Mungu, wanaenda kwa Mungu aliye mbali sana, kwa Mungu aliye mbinguni. Kwa wanavyosogea, anasogea kwa Mungu, au anavyomwomba na kumwabudu, anamwabudu Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo natamani tujifunze kwa Mungu yuko karibu sana na wewe. Mungu yuko karibu sana na maisha yako. Mungu yuko karibu sana na nafsi yako. Mungu yuko karibu sana na uhitaji wako. Mungu yuko karibu sana na ibada yako. Mungu yuko karibu sana na maombi yako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni kitu ambacho hakihitaji sana ni kufafanulia. Kama kuna vitu usizani kama kuna vitu hujavielewa. Bwana asifiwe sana. Tunavyozungumzia ukaribu au umbali ni gap lilopo, yani ni nafasi iliyopo kati ya wewe na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna majira, kwa sababu ya vile tunavyofahamu au ufahamu tulioubeba, huwa tukiingia katika ibada, tunavyomwomba Mungu, hata tunavyoinua mikono, sio ishara ya kusalenda, ila ile mikono ya kumaanisha Mungu uko mbali sana. Hivi naweza nikafika huko kweli mbinguni? Mungu uko mbali sana. Bwana asifiwe sana. Kuna majira pia tunavyokuwa hata tunaomba, tunavyomwomba Mungu, yani tunamwomba Mungu, sio Mungu ambaye yuko karibu. Na ndicho ambacho unakuta majira mengi kimetawala kwenye ufahamu wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa ni kitu kidogo tu tunajifunza leo, na hiki ukiweke kwenye ufahamu wako, unavyofanya ibada, haufanyi ibada kwa Mungu aliye mbali, haufanyi ibada kwa Mungu ambaye yuko tu mbinguni. Kwa hiyo unasema Mungu aliye mbinguni wewe. Ni kweli Mungu yuko mbinguni, lakini Mungu hayuko mbali kama mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mungu hayuko mbali kama mawinguni. Mungu hayuko mbali kama na paa la jengo hili. Paa la jengo hili lilipo ni mbali sana, lakini Mungu yuko karibu sana. Mavazi yako yako mbali, ila Mungu yuko karibu sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unavyosogea na unavyokuja, unasogea kwa Mungu au unavyojizulisha mbele za Mungu, hebu elewa, Mungu wangu huyu niliye naye ni Mungu aliye karibu sana. Yuko karibu mno. Navyomwomba, namwomba siye Mungu aliye mbali, yuko msamvu. Kwa hiyo kwa mjibu wa sauti yangu hii ni kwamba atanisikia. Ningeliweza kuunganisha microphone anisikie huko, maana yuko msamvu? Hapana. Mungu yuko karibu sana na wewe.
Jamani, Bwana asifiwe sana. Yuko karibu sana na maisha yako, yuko karibu sana na moyo wako. Bwana asifiwe sana. Ni changamoto ya maabudu au utumishi ambao watu wanafikia, ukimtazama jinsi ambavyo anamwabudu Mungu, fikra zake na ufahamu ulio ndani yake unaanza kabisa kuelekeza kwa huyu mtu anafikiri Mungu yuko mbali, Mungu yuko mbinguni, hayupo hapa. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana kuna mwingine anasema yuko wapi Mungu? Sio leo tu, kuna watu waliosema yuko wapi Mungu wa nani? Yuko wapi Mungu wa Elia? Bwana asifiwe sana. Yuko wapi Mungu wa Yakobo? Yuko wapi Mungu wa Ibrahimu? Yuko wapi Mungu wa baba? Mungu uko wapi? Mbona anayapitia haya? Mbona nakutana na haya? Wewe upo wapi? Ni swali ambalo watu hujiuliza. Hata wakati anaabudu, kuna majira moyo wake akiupima, anaona kama uko mbali sana. Moyo wake umejitenga na Mungu mbali sana. Yaani Mungu yuko mbinguni, yeye yuko duniani. Kwa hiyo anachopambana hapa katikati, alivuke ili anga mpaka aingie mbinguni kula akamwone Mungu. Maombi yake afike mbinguni kwa Mungu. Kwa anakuwa anasema, we Mungu, wewe nisikie uko mbinguni, nisikie uko mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mungu yuko karibu sana. Mwambie jirani yako, Mungu yuko karibu sana. Mwambie tena, Mungu yuko karibu sana. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu yuko karibu sana kuliko ambavyo unafikiri. Mungu hayuko mbali. Bwana asifiwe. Mungu hayuko mbali kama tunavyofikiria. Mungu yuko karibu sana sana, yuko karibu sana, yuko karibu sana kuliko hata mawazo yako. Yuko karibu sana sana. Bwana asifiwe sana. Kuliko mavazi yako, yuko karibu sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Naomba tusome kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 23. Yeremia 23 mstari wa 23. Anasema hivi: mimi ni Mungu aliye karibu. Cha kwanza, mimi ni Mungu aliye. Mungu anawaambia na anazungumza kupitia mtumishi wake Yeremia, kwa mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Bwana asifiwe. Anasema yeye ni Mungu aliye karibu. Yeye ni Mungu aliye karibu. Yeye si Mungu aliye mbali. Ni Mungu aliye karibu sana na maisha yetu, aliye karibu sana na shida zetu. Kitabu cha Yeremia kimeandikwa na Yeremia mwenyewe. Kwa Kiswahili tunasema Yeremia, kwa Kiingereza Yeremia. Kimeandikwa na Yeremia mwenyewe, nabii aliyejulikana kwa jina la Yeremia, yani Mungu atatuinua, ndo maana ya jina Yeremia. Lakini nabii aliyejulikana kama nabii
wa machozi na kilio, nabii wa maombolezo, nabii wa kilio, the prophet of weeping, nabii wa machozi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ni kwa sababu ya uharibifu, ni kwa sababu ya uangamivu, ni kwa sababu ya dhambi ya Israeli. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa yale mapigo anaonyeshwa Yeremia, analia na anamsihi sana Bwana. Na kuna majira Mungu anawaambia niite nami nitakuitikia. Kuna mahali hawa wana wa Israeli, lakini pia hata Yeremia inafikia anaona huyu Mungu kweli, anasikia huyu, hivi Mungu yupo? Kwa nini haya kwa taifa la Israeli? Ukikisoma kitabu cha maombolezo utaelewa, nacho kimeandikwa na nabii nani? Yeremia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Akiangalia majanga kwenye taifa la Israeli na shida zinazolipata taifa la Israeli na shida anazopitia nabii wa Mungu, swali linakuja, Mungu uko wapi? Mbona kama Mungu uko mbali? Na Mungu anarudi na jibu, mimi si Mungu niliye mbali, ni Mungu niliye karibu. Jamani, Bwana asifiwe.